Bila shaka mtazamaji, mchezaji ambaye alitokea maeneo ya DRC Congo, Congolese huyu akahamia nchini Kenya baada ya kucheza kule na klabu ya AS St Luke, kisha baada ya hapo akatua humu nchini Kenya kucheza na klabu ya Posta Rangers, kisha baada ya hapo akajitua ama akajipata pale Batoto ba Mungu Sofapaka, kisha baada ya hapo tena akajiunga na Bandari, wana Bandari kule Mombasani, kisha baada ya hapo tena akahamia kwenda Zimbabwe mwaka jana mwezi Februari kuchezea klabu inakwenda kwa jina la FC Platinum, ila Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba kidogo Feli Mulumba unafaa kucheza nyumbani ambapo kidogo nyumbani ni kule Bandari nchini Kenya. Huyu si mwingine bali ni beki wa klabu ya Bandari FC Feli Mulumba. Karibu sana katika mpango mzima wa Walk with Sagini Soka Kona. Hashtag pale ikiwa ni Soka Kona ya hashtag Walk with Sagini. Tuma ujumbe wako ama kauli yako fupi kwenye mtandao wa Twitter @Jason_Sagini @Njoroge_Dennis2. Hashtag pale ni Walk with Sagini. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada kipindi cha Walk with Sagini si kipindi kabla ya kupasha misuli moto. Kwa hiyo usikwende mbali. Alright, mambo bambam kabisa hapa. Sasa nimlete ndani mgeni wangu wa leo ni nani? Mjue ndio huyu, msema kwamba kidogo sijamleta ndani. Okay, safi kabisa. Feli Mulumba, hali yako ikoje bwana we? Niko poa kaka, nashukuru Mwenyezi Mungu anasaidia. Labda ya kwako. Walikuwa wamekungoja sana na hatimaye umeshafika ndani ya mjengo. Nashukuru sana kwa muda wako kwanza kabisa, and good to see you back in Kenya my guy. Thank you, I feel appreciate and I'm also happy. Alright, huyo anakwenda kwa jina la Feli Mulumba. Mtazamaji, kama una kauli yako fupi ama usemi wote ule, swali, nitumie ndani ya comment section hapa chini, au kwenye Twitter unipata @Jason_Sagini. Pia Instagram ni hiyo hiyo Jason_Sagini. Hashtag pale inakuwa ni Walk with Sagini Soka Kona, yani soka ni sisi na soka ni yetu. Mgeni wetu upande wa pili Feli Mulumba tayari ameshakaa mkoa kula. Najua kwamba yuko katika hoteli fulani, manake wana mechi fulani hivi weekendi ya KPL. Kwa hiyo ni katika ile maandalizi tu ya kujiandaa kwa mechi ya raundi 24 ya ligi kuu ya soka nchini FKF Premier League. Kwa hiyo kwa leo basi tutakuwa tunazungumzia basi safari ya mchezaji huyu Feli Mulumba ilianzia wapi na sasa hivi iko wapi, na je, kikubwa zaidi kwamba alihamia kule Zimbabwe mwaka jana, lakini mwaka huu tena Februari chini ya miezi 9 amerejea klabuni Bandari. Je, kulikwendaje kule FC Platinum, na je nini ambacho kwa Bandari ambacho kidogo alikiona akasema kwamba kidogo hapa Bandari nafaa nirejee hapa? Ndilo gumzo leo kubwa zaidi. Kwa hiyo nianze kwa kumuuliza Feli Mulumba, labda tuambie kwa mtu ambaye kujui, labda muelezee Feli Mulumba amezaliwa wapi, amelelewa wapi, na je manyumbani kwao haswa ni wapi? Ya Feli Mulumba ni Feli Mulumba chiyoyo jina babangu, alafu Feli Mulumba ni firstborn kwa familia. Nimezaliwa nchini Kongo, kwa city inaitwa Kananga, Kasai. Mimi ni Mulumba and hapo ndio tumezaliwa watu kama 7, moja alikufa. So mimi ndio kiongozi ya familia. Alright, asante sana Feli Mulumba huyo. Labda tueleze labda soka, ulianzaje kucheza soka? Ni talanta ama ulilazimisha? Ilikujaje mpaka ukajipata kwamba kidogo upo uwanjani kucheza soka? Ya soka ni kitu yani ya kuanzia nyumbani from my father. Babangu alikuwa goalkeeper, alikuwa mchezaji, and also last born akina baba alikuwa mchezaji. Mimi nikianza mpira nilikuwa naanza kama goalkeeper kwa sababu baba alikuwa goalkeeper, last born akina baba alikuwa goalkeeper. So ni kitu tu ya familia kuanzia utotoni, tukicheza skuli, yani vitu mbalimbali, mambo ya mtaa, ila nikajikuta nikianza
ya hivyo hivyo tu. Yani ni talent na Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga ya. Alikuwa amepanga, ni talanta, kwa hiyo bila shaka yote. Safi sana. Labda utuambie, manake umesema kwamba kidogo umezaliwa kule Kananga, DRC Congo, Congolese kule. Labda utuambie kutoka Congo ulipocheza na klabu ya AS St. Luke ukaingia humu nchini, labda ulipotua humu nchini Kenya, labda lengo lako kuwa lilikuwa ni kucheza soka ama lengo lilikuwa ni kando na soka? Okay, la kwanza ni mi kucheza Congo, nimecheza Congo, okay, 3 clubs. Nimeanza na klabu inaitwa AS Chemino, ni klabu inahusika na gari la moshi, hiyo ndio ilikuwa sponsor wetu. And nikatoka hapo nikaenda klabu inaitwa AS Bakole. Kutoka hapo AS Bakole okay, nimecheza like okay, hiyo AS Chemino ni kama ilikuwa academy kabisa, hiyo ndio base. So nikitoka hapo nikajoin hiyo AS Bakole. After AS Bakole nikajoin AS St. Luke. So AS St. Luke yani ni big club Congo kwa hiyo city yetu, kwa sababu najua Congo kila city iko na ligi yao, na unapata kila city iko na like 17 16 teams wanacheza. So mi kucheza hapo, then kukuja Kenya, mi nilikuja Kenya kimpira, si kukuja ati kisiasa ama kimuziki. No. Okay, muziki ni part of our life because I know najua kuimba, najua kudance. So kwa sababu nimezaliwa kwa familia, nimekuwa naimba kwaya, mimi ni mtu nimelelewa kwa church, mamangu mwimbaji, mimi mwenyewe. So nilijikuta Kenya through my uncle ako USA. So aliongea na rafiki yake anaishi pale Kitengela, Thomas Mugera. So nikifika Kenya 2011, yani hii kwa rahisi. Kwanza nilifika 25, okay, siku ya Christmas Christmas ya 2010 ndio tuvuke 2011. Haikuwa rahisi kwa sababu sikuwa najua Kiswahili, sikuwa najua English. Yani ilikuwa vigumu mimi kucommunicate na watu, yani hata kwa nyumba kwenye naishi ilikuwa vigumu, ila nashukuru huyo mzee sana cause safari yangu ilikuwa rahisi, yani ilikuwa mzito, ila leo tunazungumza hivi ni kwa upendo wa Mwenyezi Mungu na pia kujitolea. Alright, umetaja kwamba kidogo ulikuwa na tatizo la mawasiliano, yani language barrier. Maana kidogo huko unajua Kiswahili wala Kiingereza, lakini ulikuwa unajua tu Kilingala na Kifaransa. Hasa Kiswahili na Kiingereza ilikuwa kama ni taabu kidogo. Sasa hebu niambie, katika swala hilo ama ugumu wa mawasiliano, ulifanyaje hadi ukapata kwamba kidogo umetoboa kupata urahisi wa kuweza kuwasiliana na wachezaji wenzako na pia majirani na pia kocha? Labda ilikuwaje rahisi ukafanya, yani ulipitia njia gani kwa rahisi kuvunja ile language barrier? Okay, la mwanzo ni haikuwa rahisi kwa sababu hata kwa nyumba nilikuwa naishi ilikuwa hatuwezi ongea. Nikiwa nikihitaji kitu napigia anko yangu Amerika, namwambia kenye nahitaji, alafu nampea huyo mzee simu, ndio anko yangu amexplain kenye nataka ndio sasa nipewe. Ila ilikuwa ngumu. Mimi nilikuwa nikikaa nyumbani, chakula wananiambia tu, walikuwa wakiweka chakula wananiambia kama bubu kuja, yani okay, wanaonyesha signing language ndio nijue. And huyo mzee alinisaidia sana cause nilienda FC Leopards hiyo wakati walikuwa coach Matano na babake Victor Wanyama walikuwa makocha wa FC Leopards. Tukafika trials tukatrain nao, lakini ilikuwa walishafunga kuchukua wachezaji. Okay, walishafunga mambo ya trials. So tukapewa namba hapo ati tutapigiwa. Okay, tukaenda, lakini huyo mzee kuchoka alikuwa anajuana na boss wa Posta Raiders. Then akaongea naye, niko na mchezaji ametoka Kongo hivi na hivi, kama unaweza kwa interest. Akasema by the way, so and then pale Railways hapo ndio Posta Raiders walikuwa wanafanya mazoezi, and then hapo
akaongea na coach. Okay, nilifika nikapata wanacheza friendly match, alafu unajua siwezi ongea chochote, mimi tu niko tu nimekaa, lakini huyo mzee akaongea na kocha David Ouma and nikakaa wakacheza game. Ilikuwa nilipata 250 players wamekuja for trials na washafanya 2 weeks, and then wanacheza friendly ndio wakamilishe, wachukue wale wachezaji gani wenye watasaidiliwa kwa timu. Mimi nikafika nikakaa nje, wakacheza game. Nilipewa only 15 last minute ya second half. Wow. You know, sometimes in life, don't give up. You must believe in God and you must believe in yourself. And then whatever you are doing, you must trust yourself. Be confident. Yeah. Nilipewa 15 minutes. Sijawahi cheza na hao wachezaji. Siwajui. Akina Pascal Ochenga, akina Brian Mandela. Yani wachezaji walikuwa. Nilipewa 15 minutes, nilicheza hiyo game 15 minutes. Na after 15 minutes tukasajiliwa wachezaji 5. Na mimi nilikuwa part of wale 5. So ilikuwa hii 5 na nimecheza only 15 minutes, na kuna watu wamepiga trials for 2 good weeks. So hivyo ndio nilisajiliwa. Siwezi communicate, siwezi sema chochote, ni only communication, ni only yani ball. Safari ndefu kweli kweli. Ilikuwa haiko hizi. Okay, nikichukuliwa mimi nikifika mazoezi siwezi ongea, watu wakifanya exercise mimi nakaa naangalia, ndio nafuata, lakini nisipo ni vigumu. So ilikuwa inabidi tu lot of concentration. And then nakumbuka siku yenye walikaa mazoezi jioni, wakasema mazoezi ni saa 9:30. Wakasema Mr. Congolese, kesho mazoezi saa ngapi? Nikasema kesho mazoezi ni saa 19:30. I cannot imagine. Yani kila mtu alicheka. Okay, uzuri wangu niko na hiyo courage ya yani kujua kuongea na jiforce, hata kama mbaya, ila wakini correct najua okay, hivi unasema hivi. Lakini kwa upendo wa Mwenyezi Mungu maajabu, after like 2 months tunaweza elewana. Lakini okay, tunaweza elewana, ukiniambia kitu nasikia, ama nikikwambia Kiswahili mbovu unaweza nielewa, ila nashukuru Mungu kwa yote. Alright, hiyo ni safari ya Posta Rangers. Sasa umetaja kwamba kidogo kulikuwa na issue hapa na pale ya communication, yani mawasiliano. Nisome jumbe 2-3 kabla ya kwenda mbali, maana naona kidogo ni wengi sana ambao wanasema nasi kupitia Twitter na Facebook. Hapa naona pia YouTube pia wamechangamka kweli kweli. Kwa hiyo nitaanza na Facebook haraka upesi. Wako wengi tu sana, na muda kidogo leo hautakuwa nasi, sababu kidogo kama ziko nyingi inakuwa ni finyu kusoma zote. Dennis Hamisi, na kuona ukiwa Facebook sasa unasema kwamba niko locked, asante sana. Ronaldo Kos, mchezaji zamani wa Sofapaka na Gor Mahia na mkurugenzi mkuu na mwanzilishi wa kampuni ya Roads to Goals, anasema energy all the way. Asante sana Ronaldo Kos. Kevin Teya, senior huyu, asante sana, anasema fire kama kawaida. Asante sana Kevin Teya. Ronaldo Kos anasema kwamba kidogo beki hatari kweli kweli. Inakubalika, asante sana. Jeremiah Lechuda anasema kwamba kidogo niko ndani, asante sana. Anasema ask him if I had an opportunity, would he represent Kenya in international level? Atakuja hapo. Swali zuri sana hiyo, Jeremiah Lechuda Chipai. Na kuona Danny Hoops anasema show iko lit. Asante sana Danny Hoops. Jeremiah Lechuda Chipai anasema kwamba and which is his best goal scored. Yote haya atajibu, kwa hiyo sitie shaka Jeremiah. Alafu Chumni Adams D anasema mwamba mwenyewe, asante sana. Ronaldo Kos, wako wengi tu sana hapa, sitazimaliza kwa sasa. Abdul Rahman Juma anasema kwamba kitu kiko sawa kabisa. Elvis Gustavo Indiaza anasema salimia sana Feli Mulumba, na shukuru sana. Dennis Hamisi anasema it's good to be brave and make a mistake to be corrected. Asante sana. Kauli yake Dennis Hamisi huyo. Na kuona pia Emmanuel Baraza unasema kwamba he was a good person, alikuwa na respect sana, nilimchezeshea. Asante sana. Ni nyingi sana hapa, sitazimaliza. Kwa hiyo ndio katika mjadala wa leo, manake nikisoma jumbe zote kidogo muda utakuwa natuishia mapema kwa mapema.
twende pale klabuni Sofapaka, ukatoka Posta Rangers ukaingia Sofa Miao Batoto ba Mungu. Niambie ilikuwaje, maana kule ni rais kutoka taifa lako DR Congo Eli Kalekwa, ilikuwaje ukajipata kule Sofapaka FM? Kwanza wacha nishukuru Ronald Okot, the humble person and brother from another mother, friend. Okay, yani ni jamaa, yani mkula ana maneno, unaona, and striker hatari. So hata akiagora ama akiwa Sofapaka nikicheza against yeye, yani ni striker mwenye yani ana power, yani usipokaa chonjo atapita na wewe. So namshukuru, ni bro mine, so ni friend, brother. Si ugozungumza na yeye mengi, ila wote wenye wametujoin nashukuru kwa wakati wenu na Mwenyezi Mungu awabariki. So safari yangu Sofapaka haikuwa easy because nilikutana na Posta Rangers, kulikuwa best players na nashukuru akina Pascal Ochenga, akina Brian Mandela Sayako, Mamelodi, akina Chuna, akina Kauka, akina Victor, yani wachezaji wengi. So coach David, coach Nam, okay, a lot of people there were help kuachieve, like Lawrence Webo, Ashim Mkwana. Lakini kila Sofapaka, okay, kitu kizuri nilitoka kama na coach David wakati tulicheza na Sofapaka first leg pale City Stadium. Okay, walitufunga 2-1, lakini after game ndio president alijua nataka huyo mtu. So ndio first time nijue, nimuone, kwa sababu nishaambiwa hapa kuna timu nyingine hapa ya Kongo Batoto ba Mungu, lakini sijawahi kutana nao. So wakati after hiyo game akasema mimi nakutaka, yani ukuje kwa timu yangu. Nikasema okay, aniache kwanza nicheze hapo Posta at least 1 year, nichukue, yani nipate experience ya ligi ya Kenya. Okay, ika work 2012 nikaenda Sofapaka. Haikuwa easy because najua pale kuna majina, kuna talent pia, yani kila mtu ako on toes, alafu ni klabu kubwa. Haikuwa easy, ila Mungu akasaidia. 2012 tukaenda Matanzania pre-season, nikakuta akina Fighter, akina Waiso, James Stuma akaregea, yani akina Titus Mlama, yani ilikuwa noma, lakini Mungu akasaidia na nika catch up, pata tuligia mwaka mmoja na Eugene Asike, na nakumbuka first game tulicheza na yeye, tukicheza na Karuturi Shark kule huko Karuturi. Ilikuwa ngumu, uwanja ni kubwa, and hatujawahi cheza na Eugene like tumestop na yeye. Ilitokelezea kwa sababu ITC ya Stuma ilikuwa imetoka kutoka Albania, so ilibidi nicheze. Hatujawahi cheza na, I thank God for that. It was my first game in the league, Sofapaka, lakini ilikuwa poa kwa sababu hapo ndio nikajulikana okay, si zaidi ama sana, nikawa mtu anaweza nifahamu Fei Mulumba ni nani. Ndio hiyo 2012 mwisho wake nikapata award ya second runners-up best defender. Hivyo ndio nikaanza kujulikana tu pole tu. So safari ilikuwa mzuri hapo, trophies zilikuwa mengi, nikawini matrophy hapo pia. Safari ikakuwa pia poa. Mwenyezi Mungu alisema mshukuru. Hapo ndio nilicheza pia hapa Kenya, first time hapa Kenya kucheza Confederation Cup against my former team FC Platinum 2015. So safari ilikuwa poa na cooperation ilikuwa pia mzuri, na naweza shukuru pia Sofapaka family na president Papa, mimi namuita Papa, that my father, President Eli Kalekwa.
so palipo Alright. namsalimia na Mwenyezi Mungu azidi kumubariki. Alright. Labda utuambie, labda sijui kama unaweza kumbuka mechi yako ya kwanza ya soka kama taaluma ya soka ilikuwa lini, na niambie labda experience ya mechi yako ya kwanza kabisa ilikuwaje. Nipi basi taswira kamili ya mambo yalivyokuwa katika mechi yako ya kwanza kabisa ya mchezo wa soka. Hapa Kenya? Ndio, ama hata nje ya Kenya, ya kwanza kabisa ambayo ulicheza. Mechi yangu ya kwanza ni Kongo. Ni Kongo kule nilicheza. Okay, siwezi kumbuka timu Kongo, lakini haikuwa rahisi ama haikuwa ngumu, but mechi yenye nakumbuka tulicheza hapa Kenya ya kwanza 2011. My first game was tulienda against Congo United. Congo United. Hiyo first game yangu nilicheza tukashinda 4-1. Then my first game kule Mombasa nikiwa Posta Rangers. Yaani ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu, alafu hapa Mombasa kija pale joto liko kwa speed ya juu, hali ya juu. So lakini nilimanage na tukapata ushindi lakini ilikuwa rahisi kwa sababu football lakini ni mbio alafu na nguvu. Yaani hakuna mtu atakupa space ati uchukue ball ati ufanye vitu, yaani ni competitive Alright, asante sana kauli yake hiyo Feli Mulumba kuhusiana basi mechi yake kwanza kabisa aliyocheza kule Mombasani. Nitakuja kwa swala hili la kushinda mataji kadha wa kadha, lakini kabla hapo niruhusu basi nipitie jumbe mbili tatu, maana kidogo ziko nyingi. Nisiposoma nitashikwa mashati FM, usishangae. Nisiposoma jumbe hizi nitashikwa mashati hapa kesho Jumamosi, hata wiki ijayo nitashikwa mashati mitaani. Nipitie mbili tatu hapa. Anamuona Timothy Kimutai ambaye anasema kwamba Kimutai anasema kwamba niko ndani kabisa. Elgeyo Marakwet tuned in, kipindi muro kabisa, asante sana. Abdullah Rahim Juma anasema kwamba Jamal anasema kwamba salimia Feli Mulumba, alisalimika. Itwaya Daingo, huyu shabiki wa FC Leopards kama sijakosea. Niko locked from Eldoret. Uliza papa tangu apige KPL striker yupi kufikia sasa amewahi mpa taabu? Atakuja hapo yote atayajibu. Collins Karani anasema kwamba anapenda Mulumba akuje Ingwe. Labda huwezi jua, Mungu atafanya mambo yake. Asante sana Collins. Na kuona pia nani mwingine hapa, kuna wewe alikuwa amesema hapa awali. Namuona Elvis Gustavo alikuwa shamsoma. Emmanuel Baraza anasema kwamba he was a good person, alikuwa na respect sana, nilimchezesha, nilikuwa nishasoma hiyo. Kuna moja naingia hapa, Feli Timo Naini anasema kwamba Feli amecheza Kenya na Zimbabwe. Ni taifa gani imeimarika zaidi kispoti katika haya mataifa mawili? Atalijibu hilo baadaye kidogo. Sasa nikuje katika swala hili la kushinda mataji. Mwaka 2014 FM ulikuwa kule katika klabu ile ya Sofapaka na ukatoa taji la Charity Cup. Na si hayo pekee, manake mwaka 2018 2019 pia umeshinda tuzo la beki bora wa msimu wa KPL na pia beki bora katika mashindano yale ya Super Cup humu nchini. Labda ungeniambia ni nini kinafanya ambapo unapata kama kidogo mataji hayo unayashinda tu mfululizo? What's the secret behind all this? Yani inakuwaje kama unashinda tu? Ni kitu ambacho kidogo unakifanyia kazi ama ipo ndani ya damu? Okay, la kwanza naweza sema mimi kama mchezaji najua ukicheza mpira lazima uwe uko na target, alafu pia uwe na vision ya kutaka hizo tuzo, kwa sababu ndio maana imeitwa the best ama best striker, best midfielder, defender, whatever. So inabidi uko kwanza na vision, hiyo ni one. So mimi secret yangu ni pale uwanjani, and secret yangu zaidi ni Mungu. Napenda kazi yangu, alafu respect and discipline.
So unaona, hizo ndio vitu zinafanya najulikana. Ya hizo Mhm. award, ya nimepata kadhaa hata kwenye vilabu ama hizo ma second runners up whatever, but ni kuwork hard cause unajua ukipata tuzo kwa nchi yenye si yako kwanza, yani na nikikuhesabia foreign Mm. players, okay, foreign player wenye wamepata award hapa Kenya ukihesabu ni wachache sana, kuanzia hii Kenya Premier League ama whatever FKF Premier League ama BetKing Premier League, pate foreign Mhm. kupata award. Nikikutajia foreign najua wamepata award hapa Kenya, naweza kutajia Nguyo alikuwa Gor Mahia, naweza kutajia Sudan Serenkuma, Kagere, okay, akina Khalid, mimi ni wachache sana, so kumaanisha unaona, yani Wakenya wako yani wanapambana, yani ukiona hao ndio wako kwa awards, yani wako hapo kwa kategori zote, yani wana lead. So kitu inafanya nipate hizo award ni kujituma kwanza, kupenda kazi. Najua Mhm. hakuna place ingine unapata unga, Mhm. hapo ndio chapa inatokea, unaona, Naam. na hapo ndio kitu lazima, alafu uweke tu seriousness. Unajua hakuna kitu ingine. Unajua watu wakisema ati ni kazi ati anitizi unajua unaweza kitu ya majabu. One of my friend Nicole, ati vipi uko poa? Nikasema uko poa, nenda job. Ati job gani? Yani anasahau football ni tizi. Yani ukimwambia tizi ndio anaelewa, unaona. Eh. Lakini mwambie job ati job, umepata job ingine. Yani kumaanisha job lazima job unaingia ofisi ya imejengwa umekaa Eh. ama hiyo yenye unafanya journalist, hiyo ni job. Lakini kazi yetu hiyo, kama mtu anaingia job anaona job nyingine ni job kwangu, cause sina place nyingine napata chapa, sina place nyingine, Naam. yani that my passion, that my job. So Naam. ni kazi yenye ina need lot of concentration and lot of discipline and respect, kwa sababu sidani hii Kenya yote ama timu zote nimecheza nazo, wala friendly wala Mhm. cups wala league, hakuna mchezaji mwingine niko naye beef ama nishamtusi ama kumkanyaga kwa kupenda kwangu kwa kumuumiza, ama kocha nimemjibu vibaya. Sidani, siko perfect Sidhani. but sidani, kwa sababu ukipata mchezaji wote mnaongeleshana vizuri, wala coach ama mshabiki wala wakubwa, sidani. Kwa sababu gani? Lazima ujue kuishi na watu, ndugu yangu. Ujui leo, mfano kama ningekuwa nimeharibu hapa Bandari ndio ningeenda Zimbabwe, ningerejea hapa Bandari kweli? Singerejea. Haungerejea. Haungerejea. Na ukipata Sofapaka unge ya singerejea, kwa sababu nilikuwa niko na bad, yani safari yangu Bandari imekuwa mbaya, lakini kwa sababu ni mzuri dato nimerejelea. So vile unaishi jua pia vile unatengeneza uhusiano na binadamu wenzako. Alright. Nakuja katika swala hili la kuwa unahodha katika vilabu mbalimbali pale Sofapaka na pale Bandari, lakini kabla hapo, mtazamaji, inakatika 30 baada ya saa 2 saa za Afrika Mashariki, wakati rasmi wa kuchukua breki ya kwanza kabla ya kurejea na gumzo hili. Kumbuka basi, kama una swali ama kama una usemi, nitumie kwenye Twitter @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2, hashtag pale ni Walk with Sagini Soka Corner, ama pia kwenye comment section hapa chini YouTube, Facebook live tunapamba na tunasema kwamba hapa michezo ni yetu na sport ni sisi. Kwa hiyo usikwende mbali, yake narejea kipindi cha pili na mambo kembe kuhusiana basi na kurejea humu nchini kutokea kule Zimbabwe. Manake aliingia Zimbabwe mwaka jana na kisha mwaka huu tena Februari, chini ya miezi 9 amerejea klabuni Bandari. Je, nini hapo kiko Bandari, na je kule FC Platinum nini kilikwenda vibaya? Atakuja kulijibu hilo Feli Mulumba.
Strong, strong. Alright, mambo kama hayo, hivyo ndivyo huwa anafanya mazoezi Feli Mulumba, mazoezi ya nje ya uga. Unajua kuna ile mazoezi ambayo ni rasmi ya timu, lakini sasa yeye analichukua inakuwa sasa ni personal training. Yani anafanya mazoezi mara mbili, kuna mazoezi ya timu na pia kuna zoezi lake kibinafsi, yani private trainer. Anafanya pia wachezaji kama vile kina Cristiano Ronaldo na wengine wao wengi, kina Zlatan Ibrahimovic kule Ulaya. Kwa hiyo Feli Mulumba naye pia anafanya vivyo hivyo, na ni swala ambalo kidogo ni zuri sana katika maisha ya uchezaji wa mchezaji yote ule wa soka. Sasa katika swala hili la kuwa nahodha, manake pale klabuni Sofapaka FM ulikabidhiwa unahodha, ukaingia pale Bandari bado ukabidhiwa unahodha, yani amba ndo kapewa kwamba wewe iongoze klabu katika mechi zenu kadha wa kadha. Labda niambie, what do you think that you have that all these two clubs trusted you, wakama kwamba kidogo huyu tutampa unahodha? Nini ambacho kunacho ambacho unajivunia kwamba hichi ndio ambacho kinafanya napatiwa unahodha kuweza kuiongoza klabu? Okay, kwanza nisema asante tena. Unajua kwa maisha kuna mtu pia umezaliwa na kuwa na leadership. Naam. Na yani ni kitu, si ati ni kitu unanunua ama kitu unapewa, kwa sababu whatever, ni kipaji unacho ndani yako, alafu pia wakati yako. Si hapa hata Kenya, mimi hata karibu vilabu vyote nimechezea in my life. Kongo kule, hata ukiwa mtaa nimekuwa captain timu za mtaa, nimekuwa captain nikiwa mtoto, niko captain nikipanda hiyo timu. Yani nikipanda timu hata hiyo academy nikianza first 6 months nimepanda nikapewa captain. Hiyo klabu nikaenda second club kuenda kucheza, after 6 months napewa captain. Hiyo St. Luke klabu yangu ya mwisho kuchezea Kongo ndio nikuja Kenya, nimeingia after 6 months napewa captain. Na imagine mimi nimecheza football na last born kina babangu, mimi ndio kijana mdogo kwa timu, walini choose captain. Yani makapteni yani ni wazee kuniliko. Imagine nacheza na last born kina baba, na ni stopper kama mimi, anacheza 4 mimi nacheza 5, na mimi ni captain wake. Akifanya makosa siwezi msomea na mimi ni captain wake, so ni kitu yani. Alafu yani imagine, yani inaweza kuwa mbele ya watu wakubwa wakauliza, na mimi siogopi mtu, siogopagi, lakini naheshimu kila mtu in this world. So hata nikishuzwa hivyo, si ati naenda na kampeni watu wanichuze. Yani wanaona I don't know, nimekwambia I don't know, vilabu vyote nimecheza in my life na kuja captain. Nikikuja ya Sofapaka nilipata James Sistuma captain, John Baraza. Okay, kwa hiyo kikundi nilikuwa kama fourth captain. Mimi nikiingia Sofapaka nilikuwa kama fourth captain. So wakati James Sistuma alitoka, wakapea Mike Baraza, and then na mimi na Duncan na Ochieng na mimi. And then wakati Baraza, coach Baraza, hii ni coach Baraza na mheshimu. Okay, wakati tunaongelea wakati senior Mike Baraza wanaitwa Lunya goal poacher akatoka, mimi ndio nilikuwa assistant captain, unaona. So nikikuwa tu hapo ni bidii, alafu na kujitolea, alafu na lot of discipline na respect. Alright. So kuelekea Bandari niliingia kama nimepata Kapele Buru ni captain, nikacheza like 2016 2017, nikaingizwa pia, niko part of, but 2019 nikapewa captain. So ni kitu seti ni sijui, Mwenyezi Mungu maybe alinibarikiwa pia na hiyo kitu, lakini najua inatoka pia na vile wakati yako. Alright. Asante sana
Sasa tutoke katika swala hilo la safari kutoka klabu moja hadi nyingine. Tumezungumzia klabu ya AS St. Luke ya kule DR Congo, tumezungumzia Posta Rangers, tumezungumzia Sofapaka na Bandari pia. Sasa tuende katika safari hii ambayo uliamua mwaka jana Februari, ukaamua kugura klabu ya Bandari na ukaingia FC Platinum. Sasa kwa ufupi tu sekunde 10, labda uniambie what made you switch to FC Platinum? Okay, it was mutual, I can say what, mutual family issues. Yeah. So hii ndio ilinifanya niregelea cause yeah, okay, it's private. Okay, if I can say mutual family issues whatever. Unajua kizungu kunizidi, unajua naelewa. Yeah. All right, asante sana. Okay, sawa sawa. So, ukaingia pale FC Platinum mwaka jana, lakini ukacheza mechi moja tu. Yani only one game in the whole season. Licha kwamba corona iliingia na ikaharibu msimu wote mzima. Na mechi ambayo ulicheza moja peke yake ilikuwa ni mechi ya ligi, ilikuwa ni mechi ya domestic cup competition na uliingia kama substitute. Labda niambie, how was the experience there ukicheza mechi moja peke yake kwa msimu mzima? Licha kwamba haukutamatika. Experience ilikuwaje? Okay, la kwanza ni experience ilikuwa high level. Kwanza na take this opportunity kushukuru my agent David, is a man mwenye amefanya kazi hiyo nifike, na si ati si kwenda hapo ati nilienda tu Platinum, nilienda hata kule Zambia Zanaco, lakini pia kule ilitoka result yangu iko poa, but whatever, hiyo ni mambo ya pata technical bench siwezi ingililia. And before hiyo ni Zambia, nilienda Swaziland kwa timu inaitwa Bambane Swallows. Nilifika huko kila kitu poa, lakini before nifike president wa klabu alikuwa ameuliwa, so hakuna kitu ingefanya. So experience pale Platinum, nilifika kama timu ilikuwa inacheza last game ya league, nikapata kule kwa coach Jong ule kwa Leopard. Okay, ni mtu anajua, and then also vile Jentonga alipeleka siri yangu pale Platinum, nishacheza nao Platinum 2015 nikiwa Sofapaka, tukafungwa hapa 2-1 kule Zimbabwe 2-1, then wananijua ikawa hizi. Nilikuwa nimepewa invitation letter ya kwenda for trials for 1 month, lakini nilifika wakaniambia urudi, inafaa usaini. Na mimi nilienda nirudi nifanye kazi nikubaliane ndio niregee, nijiandae kuregea kule Zimbabwe. Wakasema uendi, na nilifika kama Thursday Friday watu wakatrain, na waliniambia, kocha ananiambia no, you must rest. Na kocha kwa mzungu, so nikakaa. Monday nakuja mazoezi, sijafanya mazoezi, napita nikusign direct. Sijafanya mazoezi. So nilipata a lot of senior players, na senior players wanapiga kazi, na tukajiandaa kucheza hiyo game ya Super Cup. So it's good memory. I thank them for the opportunity, all of whatever wanaweza kuwa nasikia. FC Platinum, pure Platinum play in Zimbabwe, na wasalimia, na God bless the team and all of them, and I know they prepare the playoff game on Sunday. I wish all the best to them. And ikuwa hizi kwa sababu unapata senior players, watu wanapiga Champions League group stage every year, na timu imekuwa every year kwa champions, wanachukua vikombe vyote vya Zimbabwe. Big club, right, and big status yao ni kubwa. Yeah, so na pia hiyo mechi moja tukashinda 2-0. After hapo corona ikakuja, yani ilikuwa good experience. Alafu ni timu wako vizuri, hapo ndio mazoezi ulikuwa unakimbia 6 km for 25 good minutes isipite. So unakimbia 6 km every day, 6 km every day. Hiyo mlima nika kwa video hapo ni ndogo,
ilikuwa tunapanda milima, alafu ukikimbia hiyo 6 kilomita una screenshot, unatumia watch. Usipotuma wanakukata $30, ni kama 3,000 ya Kenya. Na Wow. every session usipotuma unakatwa $30, na kuna wachezaji walikatwa hela mingi, ili ilifika hadi kama nusu milioni ya Kenya. So ni bidii, mazoezi yani unapiga personally, na lazima keep shape. Coach anasema I don't like heavy players, so I need my stopper, my players to be fit. Nilitoka Kenya kuna 82 kilo, nimecheza last game na Posta Rangers. Nilifika Zimbabwe tukasema no, you must push yourself to be in 77 kilos. Imagine nilikata, and currently now I have 75. Nikitoka Zimbabwe nilikuwa na 76. Kweli safari ndefu. Discipline ya high level na mazoezi unapiga, unaona napiga milima, nimepanda 6 kilomita, unakimbia sijui vile naruka, yani be fit. Yani kitu imechangia Guinness experience in my life. Safi sana. Labda imesalia dakika kama 18 kabla ya kipindi kutamatika, kwa hiyo tutakwenda haraka upesi, maana kuna maswali ya mashabiki hapa wengi sana wameuliza maswali kadha, akina Jeremiah, akina Poromo na Sport, akina Tiani wameuliza maswali, kwa hiyo tutakwenda haraka upesi mwenzangu FM. Okay, sawa. Kidogo muda nao kidogo hauna adabu. Unajua muda kidogo nao okay. Hauna adabu. Safi kabisa. Sasa labda niambie, ukacheza mechi moja ya Super Cup ya finali kule FC Platinum. Kisha baada ya hapo ukaamua kubwaga manyanga na kurejea humu nchini. Najua relationship yako kama uhusiano wako na rais wa Sofapaka Eli Kalekwa ni mzuri na ametokea taifa lako labda. Mbona hukuelekea Sofapaka? Labda kipi kulikuwa na shida yote na Presida? Maana kuliamua kurejea Bandari. Unaona nimesmile. Is my father, the way I said before, is my father. I respect him. Na mimi na yeye tunaingia church moja. Mimi na yeye tunaingia church moja. Ni mtu hata nikiwa kule Zimbabwe Kenya, nikikwambia is a man amenihelp, amesaidia nirejea kucheza mpira Kenya. You cannot believe, because nilifika kama window imefungwa, na nilikuwa najua wache nikae ningojea hadi off season, mid season ndio nipate club. Mimi nilikuwa nikienda Sofapaka, the truth, nilikuwa ni Sofapaka, lakini kitu kilifanya nisiende Sofapaka ni nini? Walikuwa washakuwa na 5 foreigners kulingana na sheria football. So kuna kitu ningefanya, ilikuwa option ya mimi kusign pre-contract na Sofapaka, ni maybe kama klabu ya second division NSL, ikiwa nimecheza ndio off season nisainiwe ya ukanirudi Sofapaka kucheza Premier. Okay, pia wakati wa NSL ulikuwa usha wakati window pia ishafungwa iko, but naweza kwambia ni mtu mwenye amechangia 70%. Mimi niwe nimekubaliwa kucheza ligi, so ilikuwa niende kwa sababu naingia church moja ndio kila siku tukienda maombi ya 40 days tunakutana yeye anahubiri, mimi niko hapo, tukimaliza hapo tunaongea. So lakini mimi kurejea Bandari hata alikuwa happy. Kwa sababu gani? Mimi kuongea na viongozi wa Bandari wakati coach Kema alikuwa na viongozi wa Bandari, okay, najua kile timu kuna sherehe yake. Baadaye pia walikuwa na limit ya kuwa na 25 players, na ilikuwa ishakuwa tayari, hakuna kitu ningefanya. But you know, Mungu na maajabu yake. I thank the officials of Bandari Football Club, all of them. I thank them to God to bless them, because wakati nimefika window imefungwa, wamenikubali mimi kusign contract. And then nikingojea aje wakati window imekuja kufunguliwa,
nikasaidiwa. So yani ilimark roho yangu, kwa sababu mimi nilitoka timu nikina FC Platinum, nilienda officially, ilikuwa timu najua na chochote ilipatikana, timu ilipata, nilitoka kwa njia mzuri na kurejea kwangu, na sikuwa nimechora barabara yangu. Safari yangu ilikuwa mbaya, ilikuwa mzuri, ndio maana nimerejea. So nashukuru viongozi wetu wa Bandari Football Club na sponsor wetu pia, all of fans and teammate also, nawashukuru sana, nimerejea tena. Lakini Sofapaka bado ni nyumbani, yani club hapa Kenya ni nyumbani, so nyumbani. naweza sema nimerejea nyumbani kwangu ya. Sasa labda Feli Mulumba, niambie nini ambacho hukukifanya ama hukukitimiza pale Bandari ambacho kidogo nasema kwamba kidogo nimerejea kukitimiza. What didn't you do at Bandari at your first stint that you think I'm back to make it happen in my second stint? Kwa sekunde 10 tu. Okay, kitu yenye si kufanya Bandari, I know myself, it's my secret and is in my heart, how work on it, to achieve or to contribute my effort, my percentage, and my 100% to my club. So I will give my best. Okay, sasa natumai kwamba tutaona matokeo yake hivi karibuni katika ligi kuu ya soka humu nchini. Nipitie jumbe 2-3 kabla ya kuja katika maswali ya mashabiki, manake zipo nyingi sana na kama sijaziuliza kidogo pia hapa itakuwa ni tafash kweli kweli. Na kuona Edinson Rozi unasema kwamba shokali sana Bandari hoye, salimia Feli Mulumba, mwambie tunampenda sana sisi mashabiki wa Bandari. Asante sana Edinson Rozi all the way from Mombasa. Na kuona pia Stockman unasema kwamba Feli Dalma Bandari, asante sana. Maswali ni mengi hapa kidogo. Okay, ni kwenda katika maswali moja kwa moja maana kidogo muda kidogo ananikimbiza hapa. Kuna mmoja aliuliza kwamba labda nakumbuka mwaka 2018 kuna wakati fulani ambao kidogo ulitafutwa kucheza katika timu ya taifa ya Harambee Stars. Labda ilikuwaje wakati huo, na labda sasa hivi ukipewa nafasi ya pili kuchezea timu ya taifa Harambee Stars utaitumikia? Kwanza Kenya nafaa ujue Kenya football in all of Kenya wako na wachezaji yani defensive sana, yani ma defender ni wengi sana, kuanzia defense line hadi midfield wako very very strong and wako na lot of good players. So Kenya Okay, kidogo mtandao upande wake Feli Mulumba inakuwa ni issue. Okay. Mastreka, lakini upande wa pale wako sawa sawa, lakini hiyo opportunity ilikuja I hope ingia kabisa hivi, lakini kila kitu na wakati wake, na mimi mchezaji ingekuwa officially singekataa unaona, lakini we don't know about tomorrow, is only God. Alright, asante sana kwa hilo. Basi kuna mmoja alikuwa muuliza kwamba labda katika yale mataifa ambayo umechezea kule Zimbabwe na kule DR Congo na humu nchini Kenya, ukilinganisha wametushindia wapi, ama tofauti ni gani katika miundo misingi na level ya uchezaji katika timu hizi katika mataifa haya matatu, Zimbabwe, kule DRC na humu nchini Kenya? Tofauti ni gani? Kwanza ni kwanza hapa I can say Kenya football ama Kenya foot teams, yani kuna passion. Unajua kwanza kitu lazima uwe na passion, yani hiyo passion wanayo viongozi na wachezaji. Alafu unajua kule DRC Congo ni hesabu ni vilabu kubwa tu zile zinacheza AFCON
sorry, zinacheza Champions League, Confederation, hizo ndio zinaweza kuwa ziko na uwezo, unaona. So ukiangalia vilabu zingine watu wanasafa kwa sababu Kenya kuna, imagine kila city iko na ligi yao, unaona. Kila city iko na ligi, kila kaunti ina ligi. So ukiona, ukilinganisha na hapa Kenya unapata mchezaji anacheza na analipwa, hakuna contract. Lakini kitu mimi nikiwa Kongo ilikuwa yani vigumu, yani inafaa ucheze football hizo vilabu hine zima ndio ziko. Lakini hapa Kenya unaweza kuwa kwenye sell, unalipwa mshahara yako, hailinganishi mshahara ni wa pesa ngapi, ila unaridhika na mshahara ni unapata. Naweza sema hapa Kenya nimeona vitu positive sana 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 sana, hata nakwambia sana, si ati kwa sababu niko Kenya ama ni, lakini I have experience ya maisha. Mimi nilikuwa nacheza football na kula mkate na lala, ujui kesho utapata vipi. Maybe klabu yenye nilicheza Sontuluku kule Kongo nilikuwa na mashabiki na salary kwa pesa mingi vile, maybe mkishinda washabiki ndio wanaweza pata hela. So usiposhinda ukifungwa utalala. So hapa unaona, at least unaona kama ni 7 second NSL pale, unaona mtu unasign mkataba wako kama ni wa miaka miwili, kama mwaka mmoja, every month unapata chako. So ni team, ni country, yani watu wamependa football na wanajituma, hiyo ni passion. So kulinganisha maybe na Zimbabwe ama Zambia pale, okay, football ni lazima ni resource, unajua ni resource. So resource lazima iwe ya juu. Ukiangalia siwezi nilinganisha Bandari na Platinum. Kwa sababu gani? Bandari ni timu kubwa, FC Platinum ni timu kubwa. Kwa sababu gani? FC Platinum ni timu kubwa kwa sababu every year wanacheza Continental, you know, every year wako pale, na hiyo timu ni timu ya kampuni hiyo. Platinum ni kampuni ya mine, wote wako na vitu wanashughulikia. So ni kampuni, yani kama hapa Bandari iko ni klabu kwa mkubwa kwa sababu historia ya mpira wako na achievement mingi, yani kulingana na Bandari. Alafu ni watu wako serious na Kenya wanafanya, unaona, kwa sababu yani wanajua tukicheza hivi, yani inafaa tuwe total zote na tuwe pale Continental, kwa sababu hapo ndio hele inatoka. Na nilisema one of my interview, nilisema kucheza Continental ndio muonekano mzuri wa wachezaji na upate chance ya kwenda nje, lakini kila kitu na wakati wake. So hapa Kenya mimi nawashukuru federation, viongozi wote wa mpira, viongozi vyote vya matimu na wachezaji wanajitolea. So ni Mungu tu azidi kwa bless, kwa zimekuwa this year, yani this season football Kenya inakuwa competitive, point ngumu. Unaona kama sasa hivi tuko Nairobi, tumekuja tuna game ya Muranga ya FKF Cup. Si hatuwezi enda Muranga icheze NSL icheze whatever ati ni walkover, never ever, you must give your best. Alright. Samahani kidogo hapo, nikatize kidogo kwa ufupi sana, manake naona kidogo inasalia dakika 5 tu tufungashe virago. Maswali mengi hapa, kuna maswali kama 4 yamesalia, lakini kabla hapo mtazamaji, hebu pata hiki kisha turejee kipindi cha La Salama na Feli Mulumba. Alright. Sifa moja kubwa ya wananchi kutoka DRC ni kutingiza kiuno. Hiyo editishwa na shabiki mmoja Edwin David Texera, akisema kwamba kidogo leo
Feli Mulumba asitoke ndani ya Wakati Sagini kabla hajasakata densi, na ameshasakata hapo. Umeona akipiga densi hapo kweli kweli, kiuno kweli kweli na nguvu. Haya, haraka upesi, hii ni quick fire. Feli Mulumba, sekunde 5 najibu kwa haraka upesi. Labda niambie striker mgani ambaye alikuwa imetata sana katika maisha yake uchezaji? Your toughest striker ni yupi? There are so many, but I can say Michael Olunga. Yeah, Michael Olunga. There are so many: Michael Olunga, Jesse Were, John Makwata. Yeah, wako wengi, lakini hao ndio majina imekuja, lakini wako wengi. Alright, safi sana. Labda niambie mechi yako alikuwa madhara. Alright, mechi yako bora ni gani ambayo umeicheza? Mechi yangu bora zaidi all of them. I can say all of them ni bora. All of them ni bora. Asante sana. Labda uniambie katika, nikiangalia Instagram yako. Okay, unanipata sasa FM? Yeah, nakupata kidogo uko nyuma yangu kwa sekunde kama 20 hivi, ndio maana unipate tuelewani, manake uko nyuma yangu dakika kama 20 hivi. Alright, sasa niambie katika IG yako nikiangalia unajiita Feli Mulumba 35, labda na kwenye Twitter pia ni Feli Mulumba 2. Labda maana ya 35 ni gani na maana ya hii 2 ni gani ndani ya Twitter na Instagram tawalia? Ndani ya Instagram wakati nilikuwa Sofapaka ndio nilifungua Instagram, nilikuwa jezi yangu ilikuwa 35, so vile nilifungua na Instagram ikaenda FM Lumba 35, hivyo ndio nikachukuliwa, hiyo ndio account yangu ya Instagram. And pale Twitter pia zilikuwa mob, lakini niliona zilitoka whatever mingi, lakini nikaona hiyo tu ni bora zaidi hapo Twitter. Yeah, na Facebook pia, Facebook page ni Feli Mulumba Athlete. Niko na Facebook page na hii normal, na hapo Instagram na Twitter. Yeah. Alright, so kwa ile ya Twitter haina maana ile mbili, ile herufi nambari 2 haina maana maalum. Haina maana, ni haina maana, lakini vile ilitoka niliona tu FM2 hiyo ndio ni FM2 hiyo ndio hizi zilitoka moja, lakini hiyo ndio nimechoose, ile haina maana. Ile Instagram ni kwa sababu sio mpaka nilikuwa navaa jezi namba 35. Okay, sawa Sadakta. Kwanza labda maana ya nambari 2 labda unatoa wili ama una vitu kama hivyo. So, okay, nisiende ndani hapo sana. Nipitie jumbe hapa kabla ya kusepa, manake ina dakika moja hapa na kuona Wilson Liakai anasema kwamba kazi safi. Asante sana Wilson Liakai, shabiki mkubwa sana kipindi cha Wakati Sagini. Stephen Mkangai Sini anasema kwamba msalimu sana Papa Mulumba tuned, asante sana. Okay, kuna swali lilikuwa hapa na sitotoa kama sijaliuliza ili swali, manake walikuwa muuliza wengi. Timo Media aliuliza kwamba endapo atafanikiwa kucheza ligi kuu nchini Uingereza angetamani kuchezea timu gani? Okay. Unajua huwezi choose klabu yenye utachezea kwa sababu you never know about tomorrow. But any club pale Europe, Mungu akisaidia nitachapa tu, haina shida. Sina kwa Manu, mimi mshabiki wa Manu, lakini si ati lazima nichezee Manu. Right. Asante sana. Kuna huyu Jeremale Chule Lechipalu za kwamba and which is his best goal scored? Goli gani lako ni bora zaidi unalikumbuka? Goli yangu yenye nimekumbuka yenye nilipewa timu. Nakumbuka tulicheza pale na Nakumatt pale Ruaraka nikiwa Bandari, nilifunga 1-0, na hiyo wakati nilikuwa nacheza holding midfielder, nilipiga kichwa Aganya Nakumatt.
Alright, ametoweka hapo Feli Mulumba. Upo Feli Mulumba? Bo, mtandao na mama. Alright. Kidogo internet itakuwa ni issue. Okay. Nashukuru sana Feli Mulumba kwa kutenga muda wako, maana maswali ni mengi sana na yapo hapa kwenye comment section. Kwa hiyo ukipata muda, tenga muda tafadhali Feli Mulumba, pitia kwenye Facebook ya kwangu, angalie maswali ni mengi. Kuna maswali watu wameuliza hapa, je, kati ya Simba na Gor utacheza timu gani, labda mojawapo hivi karibuni. Kwa hiyo ukipata muda, tafadhali pitia pale Facebook page ya kwangu, angalie, maana maswali ni mengi sana. Singeweza kuyapitia yote maana kidogo muda haunasi. Feli Mulumba, nashukuru sana kwa muda wako na kutakia kila laheri katika mechi yenu ya weekendi hii ambao mnakwenda kupiga hapa Nairobi. All the best as a defender and all the best in your football career, my good friend FM. Thank you so much. I appreciate for this opportunity to thank you and all of football fan. I love them the way they love me, and God bless them. God bless Kenya. God bless my team. God bless my team and all the team. So we are together, and then I'm so happy for this wonderful moment. Thank you so much. Alright, imekuwa bomba sana mtazamaji. Hadi kufikia hapo sina la ziada, maana kidogo hapo mwisho imekuwa na issue ya mtandao, lakini inakubalika, show imekubalika na nashukuru sana kwa muda wenu. Alright, bila shaka mtazamaji, mimi ni kwako Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sport ni sisi. Nakutakia usiku mwema. Kwaheri.